Mtu wa kwanza ambaye anatumia hela nyingi kwenye biashara ni serikali. Asilimia kubwa ya bajeti yake ni kwenye manunuzi, anaenda kununua vitu mbalimbali. Hapa umeomba barabara basi serikali itatangaza mtu aje kujenga barabara, afu itampa yule mtu hela aliyewajengea barabara. Sijui kitu gani mkitaka maji, serikali inasema jamani, nani anaweza kajenga mradi wa maji, nampa yule mtu hela. Na vitu vingine vingi, kuanzia vitu vidogo, mchanga, mpaka vitu vikubwa. Sasa fursa hizo kwa utamaduni wa muda mrefu zimekuwa zikitumika na watu wachache ambao wao waliweza kuona fursa mapema na wakajipanga kutumia fursa hizo za serikali. Kwa kazi moja iliyofanya serikali, kwanza kubadilisha ule mfumo wa manunuzi ya serikali ili kukutana na makundi mengi ya watu, wananchi, hata wale wadogo nao ikutane nao. Kwa sababu ukisema nimetangaza tenda ya bilioni 1, yaani kuna watu hapa watatoka nje hata watahangaika hiyo ni tenda ya nini, maana ameshasema mimi sitaiweza au hainihusu. Lakini utangaza tenda ya 100,000 hapa, wako watu watajitokeza wengi kwa hata mimi naiweza. Kwa serikali imeboresha mifumo ya manunuzi yake. Ndio maana kuna kitu kinaitwa siku hizi mnasikia force account. Si kama mmesikia huko mliko. Kitu kinaitwa force account. Ili na wale wananchi wadogo wadogo waweze kufanya biashara na serikali. Darasa linajengwa moja tu la milioni 23, wanatangaza, wanasema hili wanatakiwa waombe watu wa hapa wilayani, wasiombe nje ya wilaya, ili hawa nao wa karibu waweze kupata hii kazi. Hapo katika milioni 23 za darasa kuna mchanga, sijui kuna matofali, sijui ngapi, kuna mbao, zimeganywa kidogo kidogo ili kila mtu aweze kupata hiyo fursa. Na wale wakubwa nao wana nafasi yao ya miradi mikubwa. Lakini ili wanawake nao wapate sasa, maana hizo bado zinagombaniwa na watu wote, lakini ili wanawake nao wapate, serikali imetenga 10% ya kila inachonunua lazima inunue kwa wanawake tu.